serikali imeandaa rasimu ya mwongozo wa taifa kwa viwango vya ufikivu wa watu wenye ulemavu ambao umeweka viwango vya kimataifa vya ufikivu. Ni matumaini yetu kuwa mwongozo huu unaenda kukamilika hivi punde ili uweze kuwa wenye manufaa na kutatua changamoto za ufikivu. Hoja ya 5. Kupatiwa mikopo na mitaji, kupatiwa fursa za kupewa maeneo ya kufanyia biashara na kuondolewa kodi kwa biashara changa. Mmeisema kwenye risala. Jamani, niseme jambo moja, mikopo ina haki lakini mikopo ina wajibu. Kule kwenye 442 ile vijana, wakina mama na walemavu, si ndio 442, nikupeni hadithi. Nilipokuwa mkuu wa mkoa wa Tanga nilifanyia kazi. Nikasema hivi, hii mikopo tunapotoa inakuaje? Sasa nikupe habari za mikopo. Mikopo ile nilipokuwa Tanga, sasa hivi nadhani mambo yamebadilika. Ulikuwa ukitoa 100, vijana wanarudisha 10, 90 hairudi. Ilikuwa ukitoa 100, vikundi vya wakina mama wanarudisha 90, 10 wanapotea nayo. Wakina mama hoye. Ukitoa 100 kwa vikundi vya watu wenye ulemavu wanapiga 50 wanarudisha. Maana yake ni ile usiorudisha ilikuwa iende kwa kikundi kingine. Sasa makundi ya watu wenye ulemavu yanarudisha vizuri zaidi kuliko vijana. Mimi naomba makundi ya watu wenye ulemavu pale kwenye ile mikopo mrudishe kwa juhudi kubwa zaidi, ili vikundi vya watu wenye ulemavu vipate zaidi. Na mimi naomba nikawe msemaji kwamba sisi hapa Morogoro tulishaamua, tukapeleka salamu huko TAMISEMI kwamba inawezekana jamani, kwenye ile 442 ambayo ni sera ya kitaifa, wakina mama wapewe 4, vijana wapewe 3, walemavu wapewe 3, maana ndio wanajua kurudisha. Lakini hata mkipewa 3 lazima mkatengeneze miradi na mkatengeneze uwezo wa kuhimili, kupokea na kurejesha mikopo ile. Hoja ya 5. Hoja ya 6. Ushiriki mdogo wa watu wenye ulemavu kwenye vyombo vya maamuzi. Hili limesemwa kwenye risala yenu. Serikali imeendelea kuwajumuisha watu wenye ulemavu katika ngazi mbalimbali, lakini kwenye risala hii mwenyekiti wa SHEWATA na ndugu zangu wengine, nilichoona mimi ni kwamba sisi kama serikali na kama nchi tumeweka katika ngazi mbalimbali, wabunge wapo, mawaziri wapo, makatibu wakuu wapo, lakini risala imedai iende chini mpaka kwenye vyombo vya chini. Ndio nilichoelewa mimi. Msisitizo ni kwamba ushiriki huu wa watu ulemavu uzidi kupenya mpaka kwenye ngazi zingine za huko chini. Naamini kwamba hizi ndio salamu zilizokuwemo kwenye risala. Kama nilivyosema, nimepokea hizi na changamoto zingine ambazo wajibu wangu mimi ni kwenda kama nilivyotumwa kurejesha kwa watu mbalimbali, viongozi wenzangu mbalimbali, ili kwa pamoja kama wasaidizi wa rais twende tukafanyie kazi, alafu tumrejeshee Mheshimiwa Rais, tuambie salamu zetu tumeweza kuzifanyia kazi, tumezipokea, maamuzi yako hivi. Kama tulivyosema, sisi tunajivunia Mheshimiwa Rais ambaye ana mapenzi makubwa sana kwa sisi watu wenye ulemavu. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Tunampenda sana. Tumepeleka salamu za shukurani kwa matarajio kwamba ukishukuru sio mwisho wa kupata, ni ili unashukuru ili upate zaidi. Ndio salamu ninazopeleka. Kama ndio salamu mnazonipa nikampelekee, basi hebu mniunge mikono kidogo kwa kumpiga makofi kidogo. Mnanifanyia uchoyo hayo makofi. Hayo makofi sio yangu. Hayo makofi ya Mheshimiwa Rais sio yangu.
Mniangalia kwa mkanipa kiduchu makofi. Hayo makofi ya Mheshimiwa Rais nimpelekee. Dr. Samia Suluhu Hassan oye. Nina imani kubwa sana kwamba Mheshimiwa Rais katika teuzi zake zingine atazidi kuendelea kuwapa watu nafasi, watu wenye ulemavu. Lakini hizi salamu za kwamba hata kwenye ngazi za huku chini, hata huku chini tulipo, tuzingatie masuala ya watu wenye ulemavu, nimezichukua na naenda nazo kuzifikisha mbele. Haya kwanza, ya mwisho mawili. Moja, ni washukuru kwenye kuhamasisha amani na utulivu. Mkoa wa Morogoro tumefanya vizuri sana. Sisi ni kama kisiwa cha amani na utulivu. Kabla ya uchaguzi tulipeana salamu, tukaambizana, na wote tukaondoka na zile salamu kwenye jamii mbalimbali. Na mimi bado nina kikao kingine na nyinyi na viongozi wenu kuwaomba kwamba tupeleke hizi salamu. Ilipotokea kwamba leo nitakuja kusema na nyinyi, nikasema nitakuja kupata nafasi ya kuwaomba kwamba na nyinyi sauti zenu zisikike kwenye hoja ya kuhimiza amani na utulivu kwa ajili ya mkoa wetu wa Morogoro, lakini kwa ajili ya taifa letu la Tanzania na Watanzania wote. Amani na utulivu ina athari yenye manufaa na heri na baraka kwa watu wote, haibagui. Lakini vile vile hayo shari na machafuko pia haibagui, inakumba watu wote. Asijione mtu labda yeye ana miguu miwili ya kukimbia atawaacha watu, na yeye huko anakokimbia na kinaenda kumkuta huko. Kwa hiyo sisi kwenye jambo letu la leo, pamoja na mambo mengine, tunapeleka salamu kwa Watanzania wenzetu kuomba amani na utulivu iwe ni msingi wa haya mbele tunakokwenda, na mengine tutaenda kujuana huko mbele. Watanzania ni wamoja na nchi yetu ni moja. La pili, naomba niwatambue rafiki zangu fulani, jamaa zangu, nikupeni niwatambue ile kwako. Mmoja nilishamtambua, anaitwa Nuru Chilongoro. Yule pale yule ambaye kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kuna siku moja, Nuru, jitihada ni ya kwako mwenyewe. Leo ni mwaka 2025, bado umri unakuruhusu. Inawezekana mwaka 2040 ukawa unaitwa Dr. Nuru Chilongoro au Profesa Nuru, na ukawa unafundisha, unatupa darasa, watu wanakuja kusikiza. Na mimi hiyo ndio dua yangu na ombi langu, na nakuomba Nuru usikate tamaa kwenye kufukuzia elimu yako. Nuru, kwa nini nakwambia hivi? Kuna rafiki yangu mwingine anaitwa Kesi Jumbe. Kesi Jumbe, naomba asogee mbele kidogo mumo. Rafiki yangu sana. Aliniambia, bwana, mimi nataka kuja kwenye shughuli hiyo, nikampelekea nauli aje. Mmemwona? Basi huyo mnavyomuona huyo, hakuna marathon inayompita huyo. Juzi marathon ya Muma alishiriki, na marathon ya Morogoro Selua alishiriki, na marathon ya Dodoma anashiriki. Sasa nyinyi wenzangu na mimi mna miguu miwili na vitambi vyenu, amkimbia hata kilomita 2. Mnamuona huyu anapiga marathon, hata wasiwasi hana. Kaka Mungu, Kesi, nakushukuru sana, asante, karibu sana. Kila nikikuona nafarajika, wewe ni mtu wangu sana.